Haya ni maoni ya mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na mwandishi wa habari ndugu Alois Nyanda maarufu kama Mtozi kufuatia uchaguzi. Naomba nianze kukusomea hapa maoni yake ambayo ameandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwa maneno mafupi unaweza kuamua kueleza kuwa Tanzania imejaribiwa na si kwa kura pekee, bali kwa namna inavyoshughulikia mawazo tofauti na uwezo wa kuhimili na kusimama tena. Nimeona kizazi kipya cha vijana katikati ya mitaa kikiimba nyimbo za mabadiliko, huku dunia ikitazama kwa macho ya tafakari. Kilichoonekana kina sura mbili, na kwamba kwa wengine kwao ni ghasia na kwa wengine kwao ni sauti ya haki. Nitasema mambo 10 kuhusu uchaguzi kama maoni yangu kwa wananchi, CCM na serikali. Mambo 10 katika uchaguzi huu nayoweza kusema leo. Nianze na mambo 5. Jambo la kwanza, uchaguzi huu umenifunza kuwa ni kweli wananchi wanasalia kuwa ndio msingi wa mamlaka yote, na kama wapo watu hawatakuwa wameelewa kuwa moyo wa serikali ni uwepo wa wananchi, basi watakuwa ni viongozi ambao wanahitaji kufukuzwa katika nafasi zao. Jambo la pili, kama kuna kitu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kuonyesha upendo kwa Dr. Samia, basi wanapaswa kumsaidia rais kwa kuachia nafasi zao ili kutoa fursa kwa rais kupanga upya serikali nzima. Ziko sababu kwa nini wapishe. Ya kwanza, kitendo cha kukiri walioandamana ni wageni kutoka nje. Maana yake nchi inavuja, haina ulinzi wa mipaka na intelijensia sio kali mpaka watu wanakuja kuvamia Mwanza, Arusha, Dar, Mbeya na kwingine kuharibu mali za umma za watu binafsi. Hapa wamsaidie rais kupisha, ajenge upya serikali nzima. Jambo la tatu, ubishi wa CCM dhidi ya ukweli wa mahitaji ya watu haswa vijana itaumiza CCM jumla siku za usoni. Lazima CCM iache kuwa chama cha ukwasi, kirejee kwenye asili yake. Jambo la 4, wananchi walioandamana kuna eneo walipoteza mantiki ya maandamano na kuanza kuwa wahalifu. Wamechoma gari za shule binafsi, baa za watu na kuanza kunywa pombe, viwanda wamechoma. Walianza kushindwa kuelewa mgomvi wao halisi ni nani, na hilo ndilo lililokuwa peji walikosea. Mfano, wamevamia sokoni na kuanza kuiba matunda ya mama mwenye mtaji wa laki. Je, huyo mama unakuwa unamtetea au unamdhoofisha maisha? Haikuwa sawa. 5, vyombo vya habari na wanahabari wote wanapaswa kuliomba radhi taifa. Hatukuwa balance, impartial na credible. Uandishi ni taaluma, lazima tujikumbushe upya. Nitaendelea na mambo 5 kesho katika uchaguzi wa 2025. Kimsingi huo ni uchambuzi wa ndugu Alois Nyanda Mtozi kufuatia uchaguzi ambao umefanyika mwaka huu 2025. Ngoja nianze kupitia baadhi ya maoni. Mmoja kati ya wadau ameandika namba 5, nchi yetu inao maadui wa vyombo vya habari, nikielewa nitawataja. Mtu mwingine ameandika kwenye media hapo, gongea msumari. Mtu mwingine ameandika Alois Nyanda umenena vyema. Mtu mwingine ameandika naondoka na paragraph ya pili kaka Nyanda. Paragraph ya pili ngoje niangalie, nafikiri ile ambayo alikuwa akizungumzia vyombo vya ulinzi kuachia nafasi zao kwa sababu ya kuruhusu watu kutoka nje kuingia ndani na kufanya fujo. Mtu mwingine ameandika umeisha uchaguzi, mnakula hela zao ndo mnajifanya kuja na kipengele namba 5. Weledi wa uandishi wa habari, mnataka kurudisha imani kwa wananchi ambao ndo mtaji wenu. Kimsingi ili muweze kuishi, alafu ukikaribia uchaguzi mnajizima tena data, mnakuwa machawa. Nyanda na wenzako ni watu hatari pia kwa taifa. Mtu mwingine ameandika watu walikuwa na hasira na wale chawa na wafuasi wa CCM. Jiulize kwa nini duka la Nifa wananchi walililinda lisivunjwe. Ukweli ni kwamba watu wana hasira kubwa sana ndani ya mioyo yao. Wanaotarajia kuziondoa hizo hasira ndio wanatoa matamko ya kuendeleza chuki na visasi. Hakuna anayehitaji amani ivunjike, kila mtu anaipenda amani, lakini haki ikishindwa kutendeka basi kila mtu ataichoka amani na kutamani hali nyingine yoyote. Mungu naomba usimamie Tanzania na ujibu maombi ya wananchi wa Tanzania. Ukweli ni kwamba hakuna imani na media yoyote hata ya kwako. Mtu mwingine ameandika hii ya 4 kaka sio kweli. Watu walidili na chawa, kuna mali nyingi hazijaguswa. Hebu rudia kufuatilia utajua watu wana hasira na wenye unufaikaji na mfumo dialect.
Mtu mwingine ameandika kwenye namba 5 vyombo vya habari Tanzania. Okay, sawa. Na ameandika maneno ambayo kimsingi sio mazuri, na hatuwezi kusema maneno ambayo sio mazuri kwenye media. Mtu mwingine ameandika brother, unazunguka mbuyu tu. Mtu mwingine ameandika nafikiri CCM hakitakiwi kufanya mabadiliko. CCM inabidi itoweke kabisa. Mtu mwingine ameandika kama hayo 5 yaliyobakia ndo kama haya na kushauri achana nayo. Hakuna cha maana umeandika hapa. Mtu mwingine ameandika kama issue ya kwamba baadhi ya waandamanaji wakuu wa Tanzania ilisemwa ni kufikisha ukweli kwamba wale ni wa Tanzania, basi okay, sawa. Mtu mwingine ameandika ni kweli kabisa brother. Mtu mwingine ameandika mimi naondoka na namba 2. Mtu mwingine ameandika usingeandika hilo namba 5 ningekukosoa vikali. Mpaka sasa hivi nyie Star TV mmeshindwa kujiunga na BBC Swahili kwa kuhofia kuonyesha maovu. Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika kwenye namba 2 hapo, unawatenganisha vipi wakuu wa vyombo vya ulinzi na huyo? Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika hongera sana, ni wachache wanaweza kuelewa. Nafikiri watu watabadilika. Sasa hayo ni baadhi ya maoni kufuatia uchambuzi huo mdogo ambao ameanza na mambo 5, na akimalizia 5 mengine basi nitaweza kuja kumalizia ambayo ametoa kama tathmini yake baada ya uchaguzi huu. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.